Ni wananchi wamechukua jukumu lao la kulinda nchi yao, na ndio hapo tunapotaka kusema kwamba wapotoshaji mara nyingi walipokuwa wakizungumza wenyewe peke yao kwenye mitandao, wananchi baadhi walidhani kwamba wameweza kukua nani, lakini unaweza ukaona uhalisia ni kwamba upotoshaji mwingi na mkubwa kwenye mitandao ulifanyika, na pale ambapo haukukanishwa ulionekana kama kuwa ni kweli, lakini unaweza kuona uhalisia wake. Wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa na kwa sauti kuu wanaochochea vurugu Tanzania. Wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa wale wote wanaodhani wako juu ya sheria, na wananchi wamewakataa, wametaka kujenga taifa lao kuwa la amani, lenye umoja, upendo na mshikamano kwa uzalendo wetu, kwa kudumisha muungano, lakini pia mshikamano wa kitaifa. Umeona shughuli mbalimbali za kibiashara zinaendelea kila mahali. Wananchi wamejitokeza wa kutosha kwenye maeneo kadhaa, lakini maeneo mengine wananchi wameamua kupumzika, kwamba hakuna sababu ya kwenda kujiunga na watu wenye shari, kwa sababu tunapoonekana wakati mwingine tunaonekana kama tunawaunga mkono wale ambao wamesema mambo ya hovyo dhidi ya taifa letu. Kwa hiyo tuendelee kujitenga na uhalifu, tuendelee kuwatenga na kuwakataa kwa herufi kubwa wale wote ambao wanahamasisha Watanzania wenzetu waharibu mitaji yao, waharibu au kupata changamoto za kiafya au kwa namna yoyote ile kuhatarisha maisha yao. Waendelee kujitenga na watu wote ambao hawataki kuona Tanzania ikiendelea kukua katika uchumi, katika miundombinu, ikiendelea kukua katika utalii, katika uwekezaji na biashara. Kwa sababu hapa umeweza kuona mjumuisho wa uchumi, ambapo shughuli unapokuwa na amani tunavutia uwekezaji. Tunapovutia uwekezaji tunavutia pia mitaji mikubwa. Inaongeza ajira na fursa kwa vijana wetu. Tunapokuwa na amani tunaongeza utalii, tunapata fedha za kigeni, zinatusaidia kujenga na kuongeza miundombinu ya kiuchumi ambayo itasaidia kuongeza ajira na kupanua private sector. Tunapokuwa na amani na usalama tunalinda fedha zetu zinazowekezwa kwenye mabenki yetu, na mabenki yanapokuwa na fedha nyingi zisipotoroshwa nje ya nchi, tunakuwa na uwezo wa kukopesha kwa riba ndogo ili Watanzania waweze kunufaika. Panapokuwa na amani inatusaidia shughuli nyingine zote za kiuchumi ambazo zinasaidia kulijenga taifa letu kwenda kuendelea. Kwa hiyo hivi vyote nadhani kwenye maeneo mengi mmeona, lakini pia mimi nimezunguka na viongozi wanaendelea kuzunguka. Viongozi wetu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wapo. Kimsingi ni kwamba tuko timamu. Niliwaambia tuko timamu tarehe yoyote, wala sisi hatupangiwi tarehe kama serikali, lakini pia tuko gado na tuko lada kuhakikisha uhalifu wa aina yoyote Tanzania tunautokomeza. Na hili ni jambo litakuwa la kudumu na litaendelea hivi, lakini pia tutakuwa na masharti kwa wale ambao wote wanaoleta uchochezi. Tutachukua hatua mapema kabla hata halijafika kokote, kwa sababu hatuwezi kuendelea namna hii. Haiwezi kuwa hali hii tunaendelea kwa sababu ya wajinga wachache wawili watatu, au kakikundi ka watu wapuuzi wachache ambao wanataka kuona kama wao wako juu ya sheria, wanaodhani kusema utanifanya nini. Hii tunaongozwa kwa mujibu wa sheria. Wanaodhani kusema kwamba fulani sika kusema, tunaangalia kitu cha msingi ni amani ya taifa letu. Na Mheshimiwa Rais alishasema never again, na kweli ni never again. Tutasimama kwa gharama zozote kuhakikisha Watanzania wote wanakuwa na amani na salama.